Mtakatifu, mtakatifu, mfalme Baba na muumba wetu ishie mahali pa juu mbinguni. Tunashukuru kwa watoto waliozaliwa kupitia kwa ubatizo. Baba, wajalie, wapatie nguvu za kipekee wanaposimama na kuanza kupokea mambo mapya kuanzia leo. Wapatie nguvu ya kusimamia kweli zako na watembee katika kweli zako mahali watatembea. Nguvu iliyoshuka mlimani Musa, tuko kwenye mlima saa hizi. Hebu nguvu ambayo inaoshuka kutoka katika kikao hiki cha makambi haya ishuke kwa hao waliozaliwa mara ya pili, waendelee na nguvu hii ya kutangaza kweli zako. Sifa na utukufu kurudie mahali ulipo kwenye kiti cha enzi Baba, katika jina hilo tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Kwa majina naitwa Anthony Makau. Anthony nani? Na nikawaambia mkija makambi haya ujue Mungu anatembea kwenye makambi. Nilipokuwa nikiongea maneno hayo nilisema ya kwamba jaribu ujisukume uwe na furaha kwa uso. Amina. Maana Mungu anatembea, anaangalia nyuso zimekunjana ama zimekaaje. Huwa ninaambia washiriki jaribu utoe smile. Smile moja tu ujisukume. Haleluya. Amen. Wanaume mara nyingi wanapocheka wanaonekana kama wanalia. Lakini msijali, ni matatizo ya dunia hii. Haleluya. Lakini ukiingia katika nyumba ya Mungu tu asubuhi ujue Mungu anatembea. Siku moja Mungu alikutana na Kaini. Akiwa kwenye ibada, waliingia ibada wakiwa wangapi? Abeli akaanza akakubaliwa. Kaini akaingia, uso ukafanya nini? Mungu akaanza mahubiri akamwambia Kaini, jaribu ushinde dhambi hii. Maana usipoishinda itakushinda. Ukiondoka kwenye mlango dhambi hii itafanya nini? Itakushinda. Bwana asifiwe. Huwa ninanifunza ninapoingia katika nyumba ya Mungu najisukuma. Furaha. Mombasa, Tukambala inatokea? Kwa hivyo ninaposema Mombasa, Tukambala mimi kwangu si Mombasa. Kwangu ni hapa Loitoktok, Kilimanjaro. Mkoa wa Roho pale Tarakea, hapo ndio kwangu, na nimekutana na ndugu zangu wa Tarakea. Tutawakisha moto huo mlima wa Kilimanjaro, maana tumekutana na wao. Nimekuwa nikitafuta kwa bidii kupata mkoa wa Kilimanjaro pale Tarakea kama kuna wajumbe, lakini saa hizi kutoka nje kambi hili nimewapata. Bwana aziviwe. Mtaona kivumbi. Mtaona nini? Maana huo mlima nitahakikisha wahubiri wote hawa kinandasha wameenda wapi? Hata kama una hiyo talent ya kupiga tarumbeta, unachukua wahubiri wanasimama wanapiga tarumbeta. Si Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtasikia sauti pale Tarakea. Manake nakumbuka kipindi fulani changu nimewahi kupeana Biblia 300. Biblia mia ngapi? Katika mpaka wa Tanzania pale nimepeana Biblia zikienda ngambo hiyo, na magazine nilikuwa nimebeba nyingi na cotton. Nikatazama yuaja honyo la mwisho kwa dunia, zimevuka zikaingia pale Tarakea, na kutoka kipindi hicho, maana ilikuwa 2000 pale hivi. Mimi ujumbe huu mimi niliupokea mbele yenu. Maana kutoka 2000 nilikuwa nimejua uasi na nikajitenga na uasi. Kanisa la Wasabato nikawaambia, niliingia mwaka wa 1969 nikiwa kijana. Nikakuta wazee wakikaa round hivi wakaniambia, kijana, unataka kupatizwa? Jambo la kwanza ukitaka kupatizwa lazima upeleke sheria 10 bila kuangalia Biblia. Ndio ilikuwa test mwaka wa 1969 tukiapishwa. Wakaniambia, kijana, kama unataka kupatizwa peleka ujumbe malaika 3 bila kuangalia Biblia. Sijui kama hao wamepatizwa wako na test kama hiyo. Niliapishwa. Maana niliapishwa mpaka hata mimi nikashangaa. Basi ilikuwa hivyo, nikaenda nikajifunza bila kuangalia Biblia ujumbe malaika wangapi. Nikauliza wale wazee, maana ujumbe malaika 3 maana yake ni nini? Mmeniambia niende nijifunze. Wakaniambia, kijana, ukitoka nyumbani siku ya Jumamosi basi utakutana na watu pale njiani. Hapo watakapokuuliza mbona umebeba Biblia, umetoka wapi? Hapo ndipo utaanza ujumbe malaika wangapi. Watakuuliza, kwani leo unaandaka kanisani? Ndio.
Naenda kanisani Jumamosi maana kanisa la Kirumi iligeuza Sabato. Imeandikwa wapi? Danieli 7 fungu la 20 na ngapi? Na 5. Umeanza ujumbe wa malaika wangapi? Mara moja. Bwana asifiwe. Hivi ndivyo niliambiwa na nikaamua kumbe ujumbe huu ni muhimu. Maana singeweza kupatizwa kama sijui ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Jambo la pili, sheria za Mungu unaendesha bila kuangalia Biblia, ili tabia ya Mungu iweze kuumbika ndani yako. Nikaenda nikajiandaa, nikaja kwa laini, wazee walikuwa wamepanga laini, nikaingia nikafanya pi ujumbe malaika wa kwanza, pi sheria za Mungu zikaisha. Nikaambiwa, kijana, kanisa hili huwezi kupatizwa, inua Biblia juu. Vijana niliokuwa nao wakainua Biblia, mimi sikuwa na. Nikaambiwa, kijana, Biblia kama una huwezi kupati. Niliondoka hapo nikilia machozi. Nikatoka pale nikili, maana si kufanya nini? Si kupatizwa. Kutoka wakati huo naenda kwa haraka maana sina muda. Haleluya. Lakini Tanzania nimefanya nini? Nilikuwa nataka niingize mguu. Nimefanya nini? Nitaanza kupanda polepole kutoka Tarakea nikiwajia. Bwana asifiwe. Maana movement hii ni mimi mwanjilisi. Bwana asifiwe. 2000 ndio nilianza nikiwa peke yangu na mke wangu, tukiwa wangapi? 2000 ulikuwa wapi? 2000 ulikuwa wapi? Maana nilikuwa mzee wa kanisa hapa Tarakea, hapo makanisa ya Loitoto hapo. Nimefungua makanisa hapo laini yote mpaka mahali panaitwa Kimana. Nimefungua makanisa hapo tukiwa wawili na mke wangu, tukiwa wangapi? Wawili. Baadaye nikatembea na kanisa la Nomino, nikatembea naye nikiwa church elder. Kama kuna mzee ambao angekuwa na nyota hapa zimeinama, uzee wa kanisa katika Seventh Day Adventist ni Makao. Bwana asifiwe. Ningekuwa na nyota ninatembea hivi za uzee wa kanisa, lakini ikabidi niondoke nikiwa na mke wangu 2000. Wakati system hii ya msalaba ilipoingia, Bwana asifiwe. Ilipoingia tu moja kwa moja nikawaambia ndugu zanguni, mama, kanisa limeuzwa. Limefanya nini? 2000. Manake nilikuwa nahubiri pale town katikati, mji wa Nairobi pale katikati. Hapo ndipo nilikuwa nahubiri nikiwa na mchungaji wa Sunday, naye alikuwa anahubiri pale, alikuwa anaitwa Moiro. Unakumbuka na mchungaji alikuwa 2000 alikuwa ana sifa sana. Nikihubiri hapo ndipo nilipanda mlima nikaona John Paul wa pili, naenda kwa haraka na unikimbie kwa haraka. John Paul wa pili akipanda Mount Sinai. Alijengewa tent. Mnakumbuka vizuri, alijengewa tent pale Mount Sinai. Baada ya kujengewa Mount Sinai, akapanda akaweka bendera pale Mount Sinai, kumaanisha amekamata vikundi vingapi. Na wakati huo ndio kanisa la Wasabato lilikuwa na mkutano pale mji wa Vatican. Wakamkubali aingie akamate makanisa yo. John Paul wa pili alifanya mkutano wa pili pale Mount Sinai, kumaanisha Muslim amewakama. Hatua ya tatu akaenda Judaism kwenye Mount Olive. Hapo ndipo aliweka bendera ya ngapi hata? Na mwisho wa mambo akaenda akakamata ule ukuta. Wana wa Israeli walikuwa nalia 70 AD wakilia kwa sababu ya kifo, waliuawa na Titus wa Kirumi. Akasema, mnisamehe kwa kitendo kiliyotendwa na ufalme wangu wa Kirumi. Wakati huo ndio kanisa lilikamatwa nikiona kutoka wakati huo Makao nikasema siwezi kuingia sasa katika msalaba huu, manake kanisa liliweka ishara ya msalaba. Na ilipoweka ishara ya msalaba nikaelewa kumbe kanisa limeondoka katika kweli za nani? Manake tulikuwa nafundisha msalaba unawekwa wapi? Msalaba unawekwa kwa mdomo. Kwa nini? Mbona uweki kwa miguu? Msalaba unawekwa kwa midomo ili uchukue uhai wa yule aliyekufa upeleke pagato. Kanisa la Sabato likaanza kusema, tumejua Ukristo, sasa tulikuwa hatujaokoka, tumefanya nini? Wakati hiyo ndio niliachana na wao nikawaambia, 2000 ulikuwa wapi? Nikaanza movement wakati huo, na nimesikia kuna kivikundi tulioachana nacho, wale wanasema Mungu afi wa area hii. Ama si ndivyo? Kipindi hicho 2000 ndio niliingia movement, nikaanza kutafuta kweli za nani, na nikatolewa ushirika nikiwa na mke wangu anaitwa Lois Ndinda ambaye ni marehemu. Ni nani? Ni marehemu.
Kwa hivyo ndugu zangu, nataka kusema nini? Nilipofika hapa nilikuta ujumbe inaitwaje? Nilipofika hapa nimekuta ama message ya makambi hili ni Ufunuo 14 fungu la ngapi? La 6. Ama si ndivyo? Nimekosea ama si kweli? Kwa hivyo ujumbe huo ndio ujumbe ambao ninapouangalia ninasikia moyo unataka kurukaruka. Amina. Malaika wangapi? Nitasoma quotation moja iko hapa. Niwaambie maneno yako hapa yameandikwa hapa yenye furaha. Kama kuna kitabu unapenda kutembea nacho ni hiki. Mimi sijasoma masomo mengi, lakini machache yale Mungu amenibariki nayo huwa ninatembea nayo. Hebu nisome quotation moja iko hapa ili niwaelekeze katika jambo moja. Nao tazama kiambatanisho ambacho ni ukurasa wa 117 kinasema hivi. Harry writing ama maandiko ya awali 117 inasema hivi. Nao kwa kuinua mikono ya wale waliotangaza ukweli kwa uaminifu dhabiti wanaweza kumshinda adui. Wanaweza kumfanya nini? Kumshinda adui. Wote shati wasimame kama mtu mmoja. Bwana asifiwe. Wanaotangaza ujumbe malaika watatu lazima wasimame kama mtu nini? Mtu mmoja. Bwana asifiwe. Kenya nilipokutana na kina Onyango nikawaambia nyinyi lazima tusimame katika sauti moja. Bwana asifiwe. Onyango nilimkuta na malaika wangapi akiinua hiyo bendera nikakimbia kwake nikamwambia kuja Onyango tusikane. Maana nilikuwa nafuta mtu kama wewe. Mtu kama wewe. Tukaanza kushika barabara na tukiwa wawili. Tukatembea tena tukakuta watendakazi wengine ambao wanafanya kazi wakiwa pande hii. Ndacha tukamwambia, kuja baba. Tushikane pamoja tupige tarumbeta. Tukitembea pande hii tukakutana na Motesia. Tukamwambia kuja, wacha kupiga tarumbeta huko Nomle unafanya kazi ya bure. Tukaungana tukawa timu ya kucheza mpira. Bwana asifiwe. Na kama kuna kitu tunachunga sisi wana matengenezo ni muunganiko wa kuongea sauti moja. Bwana asifiwe. Haleluya. Huyu amenena maneno mazuri sana. Kuungana pamoja tufanye na hii ndiyo malengo na nia. Lazima Tanzania muwe na lengo na nia moja ya kufanya kazi. Yule yuko hapa anaongea na yule yuko Rombo. Yule yuko Rombo anaongea na yule yuko Saidi. Na mkifanya hivyo kazi ya Mungu itatembea pamoja. Lakini hebu niwaambie neno. Sealing inaenda na mambo matatu. Sealing inaenda na mambo mangapi? Sealing inaenda na mambo matatu. Lazima jambo la kwanza uwe na tabia ya Kristo. Tabia ya nani? Ionekane ndani yako. Ndani yako tabia ya Kristo ionekane. Jambo la pili, jambo la ngapi? Lazima kweli zote zionekane katika maisha yako. Ukiwa na hera moja, hera maana yake nini kwa lugha hiyo ya Kizungu? Hera maana yake nini mtumishi? Uasi wowote wa mafundisho ukiwa naye, Mungu hawezi kukutumia. Ukitaka huwe na muhuri, jambo la kwanza, hela isionekane ndani ya. Jambo la pili, uhubiri bila woga, umtaje mpinga Kristo jina lake. Bwana asifiwe. Kama vile Paulo alihubiri bila woga, hata kama ni mawe iingie kwenye mwili, lakini ahubiri bila nini? Bwana asifiwe. Watanzania msiogope. Msifanye nini? Simameni ili ukitaka uwe na muhuri wa Mungu, uwe na sealing ya Mungu, utembee naye. Jambo la kwanza, mambo matatu yaonekane ndani ya nani? Ndani yako. Na mambo haya matatu inaletwa na nani? Hebu nimalize kutishini hii. Wakiwa wameungana katika kazi, kila uwezo wa moyo shati uamshwe. Kwa kuwa linalofanyika lazima lifanyike kwa haraka. Linaofanyika muda huu, unajua mtumishi, ukipata nafasi malizia. Kuna mambo nataka umalizie pale. Matone ilianza lini? Maana matone ilianza 201. Matone ilianza 201, ndio watu walianza discussion. Yes. Wani kama msalaba haka kwenye lesson ni kanini hapa? Na hii ni nini hii? Wakaanza kuulizana maswali.
Walipokuwa wakidiscuss, kumbe Isaya alikuwa ametabiri. Isaya alikuwa amefanya nini? Si usome Isaya 27 verse 8. Isaya aliona discussion ikiendelea. Mazungumzo yakaanza polepole. Mazungumzo yakaanza polepole. Yalipokuwa watu wakiulizana hivi, ndivyo watu wakaanza kujitenga polepole. 2:1 ndio malaika wa Ufunuo 18 alitokea dunia hii. 2:1 ndio malaika wa Ufunuo 18 alikanyanga dunia hii. Na alipokanyanga dunia hii alikuja na matone. Alikuja na nini? Kwa hivyo matone inaendelea. Matone inafanya nini? Inaendelea. Matone, manyunyu yanafanya nini? Hatuhubiri sisi na nguvu zetu. Bwana asifiwe. Hatujakuja Tanzania na nguvu zetu. Tumekuja kwa sababu kuna manyunyu. Tukikoja mvua kubwa ianguke, sandilo ikifanya nini? Bwana asifiwe. Si usome. Nani alikuwa anasoma? Isaya 7. Isaya 27 fungu la 8. 27:8. Na mwingine wa kizungu andaye. Soma. Kiswahili imeharibu hiyo katika utafsiri. Watu wa Tanzania nimeanza kukasirika. Nimeanza kufanya nini? Huu asichezi na ujumbe huu. Hebu niwaambie. Huu ujumbe huu sichezi naye. Amina? Nimeanza kukasirika. Nimeanza kufanya nini? Nimeanza kukasirika. Nataka nikija hapa mara ya pili nikute hekalu hapa. Nikute sanctuary wapi? Hizo vitu nilikuwa nimekuja nazo lakini zikapotea kwenye gari. Sanctuary nataka niweze kuiona Sitaki kuona hii marangi. Nataka nione hekalu, nione 2000 na mia ngapi? 300. Bwana asifiwe. Ili tuelekeze watu ndani ya hekalu. Bwana asifiwe. Ili watu wajue mwokozi wao atamaliza kazi lini. Maana kuna ujumbe unafichwa wa hekalu na wachungaji wa nomina. Wameenda shule kuficha ujumbe wa nini? Wa hekalu. Kwa hivyo macho yenu inatakiwa iangalie hekalu. Iangalie 2000 na mia ngapi? Msikae hapa mkiangalia. Lakini hii ni Sunday. Hii ni Sunday wanakutana hapa. Ama si ndivyo? Watu wa Jumapili wanakutana, si yenu hii najua. Haya tuendelee mtumishi. Nasema in measure kwa kipimo. Kwa kipimo. When it shooteth forth, ishapo kuchipuka. Thou will debate with it. Thou will debate with it. Wataanza majadiliano. Wataanza nini? Wakati matone ya Ufunuo 18 ilipoanza, debate ikafanya nini? Ikaanza debate na hii ni nini? Na hii ni nini? Kumbe Urumiani wa Sabato. Urumiani nini? Maana mimi nimetembea na wao, nilikuwa na wachungaji wangu, hata wengine nimesikia wako hapa Kenya wanahubiri. Wako hapa kwenu wanahubiri. Mimi nilikuwa na wachungaji, nilitembea na wao hivi tu, tukiwa tunapambana, wakiniambia makao, usikubali hii ujumbe. Usikubali ujumbe wa msalaba, usikubali. Tulikuwa na hubiri na wao, na wako hapa TZ. Walitoka Kenya, wako hapa. Mimi sitaki kusema majina yao. Wako hapa, niliwasikia wako hapa. Wakaniambia makao, kama kuna shida ilitokea, mji wa Marekani ulikuwa mkubwa. Maana wakati huo nani alikuwa president? Unakumbuka? Alikuwa anaitwa Falkenberg. Alikuwa anaitwa nani? Falkenberg. Falkenberg aliinuliwa hapa juu, akaweka sahihi akiwa hapa juu. Aliresign akiwa wapi? Hapa. Poemu akaingia. Poemu akafanya nini? Akaingia. Poemu ndiye yule alikuja kupatia John Paul wa pili maua. Tulipishika mdomo tukasema kumbe kanisa limeuzwa. Limeuzwa. Wale ambao mnafuata historia vizuri mnaelewa kile kilitendeka. Sasa nina mambo mengi lakini muda ni kidogo. Muda ni nini? Muda ni kidogo. Kwa hivyo kanisa hili hatua ile ambao ilianza hii pale kwetu Kenya, tuko unity hivi. Kama kuna watu wanaongea kila wakati ni wachungaji, tumalize dakika online tunafanya mkutano. Ili tuwe unity, tuongee lugha moja. Tukiwa wachungaji 16, is it? Tuko wachungaji 16, lakini tunaongeanga usiku na mchana online. Tunachunga kanisa lote mahali liko. Bwana asifiwe. Tuna makanisa kama 50 na Bwana asifiwe. Na
tunayaangalia kama dhahabu. Makao kimbia mahali, makao kimbia hapa, makao. Mimi kazi yangu ni ubatizo. Nimewahi kupatiza Meru watu 70. Ubatizo hivi kwa maji wakasimama watu 70. Hatuwezi kufanya kazi hii kwa mchezo. Wacha nimalize quotation yangu. Wacha nikate mengi. Hebu nimalize quotation yangu. Kisha nilimuona malaika yule watatu. Malaika aliyekuwa akiniongoza alisema, kazi yake ni ya kuogofya. Kazi yake ni ya kufanya nini? Kuogofya. Mzee. Mzee, tulikochagua uje Kenya na utakuja. Na kuna wengine nitachukua hapa, muje mtuhubirie mambo ya health. Amina. Tulikuja kutafuta, hata sisi hatukuja kukaa hapa bure. Bwana asifiwe. Nimeanza kupiki wale ambao naona wanaweza kupiga tarumbeta kule kwe. Na huyu mzee nimesema nitaenda kuongea na kanisa langu niseme fare itumwe mara moja. Aingie kwenye gari ya haje. Na wale wengine ambao Bwana anaona ya kwamba wanastahili kuja Kenya, muje tupige tarumbeta. Tarumbeta. Bwana asifiwe. Amen. Wacha nimalize quotation yangu. Kazi ni ya kuogofya. Utume wake ni wa kutisha. Ni malaika anayechagua ngano kutoka katika magugu. Ni malaika anayechagua ngano kutoka kwa nini? Na kuweka muhuri unaendelea. Sealing inaendelea ama mnangoja itakuja? Inaendelea. Na unajiandaa. Maana kuna kamchezo shetani anacheza. Saa ngapi? Kuna kamchezo shetani anafanya nini? Ili awadumishe kukosana, kukaa amuelewani, ili saa ya muhuri ipite. Hebu nisome hiyo quotation. Acha nisome. Ai. Hebu sikieni. Ujumbe ni mwingi wa wana matengenezo. Bwana asifiwe. Ujumbe ni mwingi wa wana matengenezo. Na kwa sababu ukiwa mwingi hivyo, hatufai kulala usingizi. Shati tuamke. Wacha niangalie hiyo. Mahali nilimark hapa, kuna ujumbe uko hapa, wana wa Mungu. Shetani anataka kuficha nini? Lakini nitaupata. Toto wa Mariga. Kijana huyu nilimuita nikiwa na mkutano wa Injili. Sehemu ya wapi? Sehemu ya Kitengera. Na nikikosa kumuona kila mahali nasikia uchungu mwingi zaidi. Hebu sikia. Ukurasa wa 39 unasema hivi. Shetani alikuwa akitumia mbinu zote. Ili kuwadumisha katika hali waliokuwa nayo. Mpaka wakati wa kutiwa muhuri upite. Wakati wa kufanya nini? Kupiga muhuri upite. Kamuda haka ni kasiling. Haka si kucheza. Hata si kufanya nini? Chukua vyombo vyako uende uuze kuku. Uuze ng'ombe. Ununue vyombo ya kupiga tarumbeta. Bwana asifiwe. Usingoje muda uishi. Enda uuze kile ulicho nacho. Uende ununue vyombo ya kupiga tarumbeta. Maana kamuda haka si karefu, ni kadogo. Kamuda haka ni kadogo. Hebu nimalize. Shetani alikuwa akitumia mbinu zote ili kuwadumisha katika hali waliokuwa nayo mpaka wakati wa kutiwa muhuri upite. Na watu wa Mungu kufunikwa na kivuli cha Mungu na wao kubaki bila kinga juu ya hasira ya Mungu itakayounguza katika mapigo ya mwisho. Mungu ameanza kuwafunika watu wake kwa kivuli chake. Muda si mrefu kivuli hicho kitawekwa juu ya wale wote watakaokingwa katika siku ya maangamizo. Mungu atawapigania watu wake kwa nguvu
Shetani pia maangamizo, shetani pia maangamizo. Mungu atawapigania watu wake kwa nguvu. Shetani pia naye ataruhusiwa kufanya kazi yake ya uasi. Kwa hivyo hizo nguvu mbili zinatembea ama hazitembei? Shetani ataruhusiwa kufanya kazi yake. Watu wa Mungu wanapoendelea kuwekwa muhuri saa hii uangalie usije ukapitwa. Uangalie usije ukafanya nini? Ukapitwa. Ukifanya mahesabu, fanya mahesabu polepole, ama si ndivyo? Lakini ufanye kazi Mungu ambaye amekuitia tuweze kufanya. Bwana asifiwe. Chukua vyombo, uza kuku. Uza nini? Fikiria vile utafikia mtu pale, upige tarudi, umpatie ujumbe wa siri, ujumbe wa Mungu. Maana ujumbe huu huwezi kuhubiriwa na mtu ambaye ana muhuri wa nani? Muhuri wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kusema nini? Nina mambo mengi zaidi, lakini nataka kuongea tu mambo mangapi? Matatu. Yesu hatua ya kwanza kukanyanga dunia hii, alikanyanga na akakaribishwa na Waismailia. Na mji wa Tanzania Waismailia ni wengi. Bwana asifiwe. Yesu alipozaliwa ni kina nani walikuja mara ya kwanza? Ni Waismailia. Kitabu cha Mathayo 10:2 fungu la kwanza. Anza fungu la kwanza. Niongee maneno mawili nikae chini. Mathayo. Manake kamuda haka tu nika kidogo, nikangu kidogo kakuibiwa, niume kidogo toast ama sivyo? Niume kidogo nikae chini kwa haraka. Mathayo 2:1. Mathayo 2:2 fungu la kwanza. Anasema. Inasemaje? Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za Herode mfalme, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu, wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Mamajusi wa mashariki walifika. Walifanya nini? Wakauliza, yuko wapi aliyezaliwa? Aliyefanya nini? Aliyezaliwa. Kumbe walikuwa wameleta budget. Walikuwa wanaleta nini? Budget. Yesu atoroshwe apelekwe Misri. Wale watoto wa Ibrahimu, watoto wa nani? Tunaona ni makafiri, ndio, lakini Mungu anawaandaa. Bwana asifiwe. Yuko wapi aliyezaliwa? Aliyefanya nini? Zaliwa. Maana tumekuja tuweze kumuona. Nyota hii waliijua lini? Nyota hii waliijuaje? Nyota hii waliijuaje? Kwani walikuwa wanasoma unabii? Ndio, wanasoma unabii. Walikuwa wanasoma unabii? Kitabu cha Hesabu 24 fungu la 17. Hesabu 14 fungu la 17. Anasema, soma. Basi sasa nakusihi sana, uweza wa Bwana wangu na uwe mkuu. Hesabu kitabu 24 fungu la 17. Hebu angalia 23:17. Nyota 24 fungu la 17. Anasema, naiona nyota. Namuona lakini si sasa. Nani huyo anaongea maneno haya? Balaam mwana wa Beori. Aliposimama katika mlima alaani wana wa Israeli wakifanya nini? Na hivi ndivyo wanatulaani. Ni kweli ama si kweli? Tunalaaniwa maana tunakuja. Tunafanya nini? Tunakuja jangwani. Mnajua hivi? Mnajua mahali mko ni wapi? Mnajua mahali mko ni wapi? Hii si kanisa. Kanisa liko jangwani. Hii si kanisa. Kama mnafikiria mko kanisani, la. Kanisa liko jangwani. Kanisa liko jangwani. Hapa tunakaa tujifunze. Saa ikifika tutawanye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usianze kusema tuna kanisa tunajenga na mawe, kanisa kubwa tumemaliza, tumefanya hivi. Kanisa liko jangwani. Hapa mmekaa ni wapi? Wengi wenu naamini mmetoa pesa, mmejenga nomino, ama si ndivyo? Manyumba ya si mmetoroka huko. Mmoja jangwani. Kanisa liko jangwani. Kwa hivyo hapa msiseme mko kanisani, mko jangwani. Bwana asifiwe. Sauti ya mtu aliyaye nyikani tengeneza njia ya Bwana. Kwa hivyo sauti imerudi tena, watu wameenda nyika. Wapige tarumbeta. Kwa hivyo watu watakuja ama hawatakuja? Waismailia watakuja ama hawatakuja? Waismailia watakuja. Budget inakuja.
Mimi huwa ninaambia Wakenya budget inakuja kuletwa na Waismailia. Ni kweli ama si kweli? Maliza nyota. Anasemaje? Namuona lakini si sasa. Namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo. Barahamu mwana wa Behori aliona nyota. Nyota ni utawala. Alimuona Kristo. Alimuona nani? Kristo. Waismailia wakaanza kuchunguza nyota. Ni kina nani wanatuambiaga nyota tukufu ya Ramadhani imetokea? Ni kina nani wanaongeaga juu ya nyota? Waismailia, ama si ndivyo? Kwa hivyo utaalamu wa nyota walianza wapi? Huko walisoma unabii wa Balaam mwana wa Beori, wakaanza kusoma nyota zikitokea. Na iona nyota lakini si sasa wana wa mashariki ndio waliona Yesu akizaliwa. Ndio walikuja na uvumba na manemane. Maliza. Anasema na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu. Okay, soma kitabu cha Mathayo 2. Sasa hapo tumemaliza. Sasa tuone hii nyota sasa inawaongoza sasa, ama si ndivyo? Soma. Anasema yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki. Nyota ndiyo hiyo ya unabii ilionekana. Wakaja kuleta uvumba na manemane. Isaiah 60 verse 5. Isaiah 60 verse 5. Isaiah 60 verse 5. 16:5. Anasemaje? Na kiti cha enzi kitafanywa imara kwa rehema. Na mmoja Isaiah 60 na mstari wa 5. Kiingereza kinatuendea kombo. Sawa tu babangu. 65. Anasema ndipo utakapoona na kutiwa nuru na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Ndio. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa na kujia utajiri wa mataifa utakuwa asilia. Ndio. Anasema wingi wa ngamia utakufunika. Ngamia vijana na Midiani na Efa wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba na nini na kuzitangaza sifa za Bwana. Wataleta uvumba na dhahabu. Kwa hivyo budget ya Yesu kupelekwa Misri ilitoka wapi? Kwa Ismailia. Uvumba wakatoa dhahabu na fedha. Kwa hivyo budget Yesu aliyokula akiwa kule Misri ilitoka kwa Ismailia. Bwana asifiwe. Ilitoka mashariki. Kwa hivyo soma 2 fungu la 10 haraka. Maana najua muda wangu unakimbia. 2:10. Anasema nao walipoona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Ndio. 11. Wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Maria mamaye. Wakaanguka wakamsujudia. Wakafanya nini? Wakamsujudia. Wakaanguka, walipiga magoti. Wakamsujudia. Walianguka. Wakafanya nini? Wakamsujudia. Wakafanya nini? Wakamsujudia. Waismaili? Cheza tu. Mungu si mwanadamu. Mungu vile atakavyomaliza kazi yake, yeye ndiye anajua. Nani Elia jua kana Waisraeli watu wa nyumba ya Mungu kama watalala usingizi wote. Waismailia walete budget. Nani alijua? Yesu alikanyanga alipozaliwa alikutana na Waismailia. Ni kweli ama si kweli? Akakuwa akafichwa Misri, akatokea na akarudi na akaanza kutembea dunia hii. Bwana aziviwe. Akiwa anafanya budget na Waismailia. Bwana aziviwe. Yesu akakanyanga dunia hii, akaishi na akafa na akapanda juu mbinguni. Hatua ya pili Yesu kukanyanga dunia hii ni Ufunuo 10. Ufunuo ngapi? 10. Alikanyanga dunia hii, alikanyanga mji wa Amerika. Alikanyanga mji wa wapi? Wa Amerika na miguu yake akakanyanga. Na alipokanyanga akaguruma kama simba, ilifanyikaje? John Pius akakamatwa akawekwa jela. Akapigwa pigo la mau. Maana simba wa Yuda ameguruma. Amefanya nini? 1798 alipoguruma tu hivi. Maana anataka kuleta ujumbe huu ambao saa hizi umefanya tukae chini. Bwana asifiwe. Ujumbe huu ulifanya simba wa Yuda akanyanga dunia hii
mji wa Amerika, na akahamisha ofisi, akaitoa Amerika, akatoa Israeli akaipeleka Amerika. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Alipoweka ofisi ya Amerika akaguruma, movement ikaanza pale. William Miller akazaliwa, akaanza kupeleka ujumbe wa pekee. Yesu atakuja Oktoba 22, 1844. Ujumbe huo ukakubalika na watu wa Sabato. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ujumbe huu ulianza na watu wa Jumapili. William Miller alikuwa Msande, na akawa na ujumbe wa pekee wa uamsho. Ujumbe huu watu wa Sunday wakajiandaa, na walipojiandaa ujumbe huo ukafanya Ilam Anderson akiwa kwenye nyumba. Ni kweli ama si kweli? Mbona aliamini Mungu vile atakavyofanya kazi, atafanya kipekee. Bwana asifiwe. Akaamusha Ilam Anderson akiwa kwa nyumba yake, na akaanza matengenezo. Ndiye mtu wa pekee. Unaposoma kitabu hiki, hiyo ni mambo yako kwenye kitabu hiki. Mambo niko naye, wanaume ni mengi, lakini sina muda, lakini nitakuja. Hapa ni nyumbani. Kwetu ni Ukambani. Nilihama Ukambani nikaenda mpakani pale Loitoktok. Bwana asifiwe. Hebu nisome. Ilam Anderson, mmoja wapo wa kundi hili, aliishi katika jimbo la New York huko Gibson. Alikuwa kiongozi wa Waadventista katika eneo hilo. Washiriki walikutana nyumbani kwake tarehe 22 Oktoba 1844. Washiriki walikutana wapi? Nyumbani kwake. Washiriki walikutana nyumbani kwa nani? Amekubali ujumbe wa William Miller wa matengenezo, amekubali, na akaanza kujitengeneza, akangoja Yesu Oktoba 22, 1844. Nataka kuwaambia nini? Kama kuna jumbe za William Miller tusikubali. Ni kweli ama si kweli? Kama Ilam Anderson alikubali ujumbe wa William Miller, zote za William Miller tukubali. Tusikatae hata moja. Bwana asifiwe. Tusikatae hata moja. Tusikubali zote zile ambazo ayutele nuru tuweze kutembea naye. Hebu sikia. Washiriki walikutana nyumbani kwake 22 Oktoba 1844 ili kusubiri marejeo ya Bwana. Kwa utulivu na uvumilivu walisubiri tukio kuu, lakini kadiri ya saa ya usiku wa manane ilivyowadia na kuona kuwa walitarajia imepita, ilibainika Yesu asingelikuja. Kwa unyenyekevu wa utulivu, ni wakati wa uchungu mkuu kukata tamaa. Asubuhi mapema, Ilam Anderson na wenzake wachache walienda shambani kuomba. Kadiri walivyokuwa wakiomba, walisikia kuwa nuru imepatikana. Muda mfupi baadaye, hupo Anderson na rafiki zake walipokuwa wakipita kwenye shamba la mahindi kwenye kuwazuru Waadventista wenzao, alisikia kana kwamba mkono ulimguza. Akatazama juu kuona kana kwamba yuko kwenye maono. Mbingu zilifunguka, akamuona Kristo akiingia katika patakatifu mbinguni. Ilam Anderson ndiye alimuona Yesu akiingia sehemu ya mwisho. Bwana asifiwe. Tuletewe ujumbe wa saa hizi. Ujumbe wa gani? Wa saa gani? Ujumbe huu ninahubiri. Paulo hakuhubiri. Paulo hakufanya nini? No. Paulo hajafanya nini? Hajahubiri. Kama ujumbe huu, si usome quotation kitabu cha hiyo 20, maandiko ya awali 20. Hapo utamuona pale. Paulo hakufanya nini? William Miller hakufanya nini? Hakuhubiri. Ujumbe huu ni wetu. Ni ujumbe wa muhuri, ni wetu. Kama Paulo hakuhubiri, ndio Paulo hakuhubiri. Unataka ujue? Kitabu cha Matendo ya Mitume 24:24. Soma. 24. Soma. Baada ya siku kadhaa wa kadhaa, Feliki akafika pamoja na Drusila, mkewe. Aliyekuwa Myahudi. Akamtuma kumuita Paulo. Akamsikiliza habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Iliyo katika Kristo Yesu. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari ya haki, na kuwa na kiasi, na hukumu itakayokuja. Hukumu ilikuwa imekuja. Itakayofanya nini? Ilikuwa bado haijafanya nini?
ilikuwa bado ilikuwa haijakuja. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo Paulo hakuhubiri ujumbe wa hukumu. Ujumbe wa hukumu ni wetu sisi tumekaa hapa chini, na ndio ujumbe wetu wa muhuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu alipokanyanga Ufunuo 10 fungu la kwanza, hapo ndio jana mkaambiwa na wahubiri hawa wamekaa hapa chini, kama kuna sehemu tunatakiwa tukatalie ni Ufunuo 10 verse 1. Maana ujumbe wetu mizizi yake inatoka wapi? Tukisoma hiyo kitabu vizuri, kwanza ukifika Ufunuo 6 tunaambiwa msiweke kwa wakati, msihesabu wakati, msiweke wakati, msiweke wakati. Ufunuo 10 hapo tukatalia hapo. Ni kweli ama si kweli? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru kanisa hili la wana matengenezo. Kama kuna mtu napenda ni mhubiri wenu hapa Masawe. Nina kitabu nimeandika chake hivi. Kitabu chake nimeandika hivi. Nimemfuatilia juu ya Mungu Mwenyezi. Nikajua hayo yote nikaweka. Mungu mwenye maana anasomesha kwa utaratibu polepole. Bwana asifiwe. Mpaka nikaita kikao kule kwangu Kenya, nikawaambia kujeni, hebu msikilize Masawe. Nikajua siri zingine ambao sikujua. Kumbe utatu ni lini na nani waliteua? 325. Kupanda pale nikajua mambo mengi nikaweka kwenye kitabu. Ndio mnakuta pale naandika. Kama kuna mtu anaandikana, hata ukihubiri kila kitu ulihubiri kiko hapa. Bwana asifiwe. Kiko hapa. Kazi yangu ni kuibia wahubiri kile wanatoa. Ili naenda nami nachambua nikikaa chini. Siwezi kaa hapa chini nianze kufikiria usingizi naandika. Bwana asifiwe. Ili nikitoka hapa naenda kurudia. Hawa ndio wanameloya. Bwana asifiwe. Na naenda kuuliza maswali huko. Hapa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mbarikiwe watu wa area hii. Manake mna mjumbe wa maana. Bwana asifiwe. Mna mjumbe wa maana. Na yeye ndiye alilete Mungu mmoja pale Kenya. Nina historia zote baba. Nina historia zote. Masawe ndiye alilete Mungu mmoja pale Kenya. Nakuru. Nilimwangalia vizuri. Ndiye alilete Mungu mmoja aweze kuelewe. Na sisi ujumbe huu ndio tufikia tukauchukua na mikono mingapi? Mikono mingapi? Miwili. Bwana asifiwe. Tukashika na mikono miwili. Tukaushika na mikono miwili. Na walipokuwa pale na Nakuru, tukakaribisha mhubiri ndacha pole. Tukamwambia kuja. Kuna ujumbe uko naye. Na mmeshikana na Masawe kujeni. Tukaanza kuumeza. Tuko naye saa hizi tunafurahia. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Amen. Kwa hivyo nataka kumsema nini? Yesu alikanyanga dunia hii mara ya pili Marekani. Akatoa ujumbe malaika wangapi? Yesu amekanyanga dunia hii mara ya mwisho lini? Simuniambii. Maana Yesu amekanyanga dunia hii mara ya mwisho lini? 201. Ndio Yesu amekanyanga tena dunia hii, na akikanyanga lazima maguru mawili ioneka. Alipokanyanga mara ya kwanza makundi mawili, wakati wa Yesu akizaliwa ikapatikana. Bwana asifiwe. Makundi mawili yakafanya nini? Amerika makundi mawili yakafanya nini? Wengine wakagawanyikana wakarudi duniani, wale wengine wakachukua ujumbe wa malaika watatu wakatuletea. Bwana asifiwe. Mara ya mwisho Yesu amekanyanga dunia hii lini? 201. Sirudie hiyo quotation, Ufunuo 18 will fulfill. Na Kizungu wasikie. Ujumbe wa mwisho ulifika lini? Ili muamuke muache usingizi. Hiyo si wakati wa kulala. Kijana, huu si wakati wa kufanya nini? Wa kulala. Huu si wakati wa kulala. Maana tukilala usingizi, Sandro dakika yoyote inaweza kutanga. Hatusemi ni lini. Sisi hatusemange tukiwa Kenya ni lini. Hapana. Wacha itangazwe, mlango wa neema utafanya nini? Utafungwa kwa kikundi hiki imekaa hapa chini. Msiangalie nomino, angalieni nyinyi mmekaa hapa chini.
Kama dhambi zako zitakuwa wapi? Ngojea. Colin, soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Timotheo wa kwanza 5 fungu la 24. Kama dhambi zako usipeleka mbele, maana dhambi zinataka zipelekwe mbele. Soma Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 24. Anasema dhambi za watu wengine ni zi dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni. Zatangulia kwenda nini? Hukumuni. Wengine dhambi zao za wafuata. Aha. Swali. Dhambi za watu wengine zinatangulia kwenda hukumuni. Maana wameshapatia mwenyewe. Leteni dhambi zenu. Leteni mizigo mizito. Nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Kwa hivyo dhambi za watu wengine zimetangulia mbele. Na zingine zinawafuata nyuma. Hizi zinawafuata nyuma, zinawapeleka wapi? Hizi za nyuma hizo nasema zinakupeleka wapi? Maana dhambi za wengine zimetangulia mbele. Wanaishi maisha bila kutenda dhambi. Maana hiyo ndio tabia ya ujumbe wa 1888 message. Kuishi bila kutenda nini? Dhambi. Na hiyo inawezekana. Colin, hiyo inawezekana. Inawezekana kuishi bila kutenda dhambi. Tabia ya Yesu iweze kuonekana ndani yako. Utembee bila dhambi. Unapokanyanga hivi unaongea kama Enoko. Enoko alitembea hivi akiongea, akitembea na barabara, huyu mtu akaonekana amehama. Amefanya nini? Malaika wakatuma waambia aenda uchukue hiyo mtu. Hayuko hapa, amehama kitambo. Alihama kitambo, hayuko huku. Kutembea hivi, Enoko kusalimiwa tu hivi, maana tabia yake ni kupenda wageni. Bwana asifiwe. Lakini mpenda wageni. Wana wa Mungu. Karibu nikasirike. Karibu nifanye nini? Niwaachie laana. Unajua wazee si wazuri. Maana nyumba hii nani mzee hapa kuliko mimi? Nani mzee kuliko mimi? Nini vijana? Si nini wadogo? Kwa hivyo si vizuri mkiona mzee ameingia mahali. Mzee mpatieni nafasi ndogo hata kama ni dakika 2. Bwana asifiwe. Atawaachia laana. Ningekasirika. Nilikuwa nifanye kichwa hivi. Nililala hata sikulala usingizi. Nauliza Tanzania vile nilipenda kijana huyu aliniita nikamwambia nimeacha upatizo sehemu ya Ukambani maana nilikuwa naenda nipatize kesho. Nikamwambia hapana, na Pasaka nilikuwa niende nipeane. Nikamwambia ngojeni nimeenda Tanzania. Bwana asifiwe. Baada ya kufunga safari zangu hivyo nije Tanzania niwe hata kuongea hata sauti moja sipati. Hai. We. Bwana asifiwe. Haleluya. Ai. Colin, mtoto wa Marika. Nasikia raha sasa. Nimetaenda nyumbani vizuri. Unajua mahubiri na shida. Kama hatujapotoa kile kiko ndani. Tunasikia kama sisi ni wago? Sijui kama mnanielewa. Nimeongea mbaya. Bwana asifiwe. Nataka kusema masaa yangu imeisha. 6 minutes. Mnasikia? Kwa hivyo saa hizi tunangoja Waismailia. Wanatuuliza maswali. Maana hole ya 3 nani walilete? Magaidi 3 wakaingia kwenye ndege 3. Ndege moja ikaingia kwenye nyumba. Hiyo nyumba ikachomeka mpaka chini. Magaidi 2 wakaingia kwenye ndege ikaenda Pentagon. Mahali hekima ya Amerika mahali iko. Wakaua makomanda. Ilikuwa ni ishara watu wa Mungu waliolala wafungue. Ufunuo 18 na matone ya mvua ya masika imefanya nini? Imeanza. Hapo ndipo Isaya akaanza kulia. Isaya akaanza kufanya nini? Hebu soma kitabu cha Isaya. Ngapi Isaya? Soma 21 fungu la 11. Mtu anaitwa Nduma akaanza kulia. Anasema ufunuo juu ya Duma. Ufunuo juu ya nani? Ya Duma. Duma ni mtoto wa nani? Nitawaambia. Duma ni mtoto wa nani? Si usome. Mtu analilia toka Seiri. Mtu analilia kutoka wapi? Seiri. Mlinzi. Mlinzi. Habari gani za siku? Mlinzi ni nani? Anaulizwa. Colin, mtoto wa Marika, mlinzi ni nani? Ni Mwadventista wa mwana matengenezo. Anaulizwa na Nduma. Mlinzi. Hebu maliza.
habari gani za usiku? Habari gani za usiku? Mlinzi. Mlinzi. Habari gani za usiku? Habari gani za usiku? Mlinzi akasema. Mlinzi akasema, mchana unakuja. Mchana unakuja. Na usiku pia. Na usiku pia. Mkitaka kuuliza. Ulizeni. Ulizeni. Ni sisi watuulize Waarabu. Bwana asifiwe. Hakuna watu wengine wanafanya muhadhara isipokuwa ni sisi. Bwana asifiwe. Sisi ndio tunafanya muhadhara na Waislamu. Na wanajua, wanauliza habari ya usiku ni lini. Bwana asifiwe. Kwani Duma ni mtoto wa nani? Soma kitabu cha Mwanzo. Soma kitabu cha Mwanzo 25 fungu la 13. Tuulize Duma ni mtoto wa nani? 25:13. Soma. Na haya ndio majina ya wana wa Ishmaeli. Na haya ndio majina ya wana wa Ismailia kwa majina yao. Kwa majina yao. Na kwa vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli. Nebayothi. Na Kedari. Na Abneli. Na Mibsamu. Na Mshim. Na Duma. Duma ni mtoto wa nani? Wa Ismailia. Wanatuuliza kutakucha lini? Wanatuja tupatie lipo. Bwana azidiwe. Wanatuuliza kutakucha lini? Bwana azidiwe. Kwa hivyo sisi ndio tunajibu Waismailia. Waismailia ndio wamekamata pepo 4, pepo zimume juu ya dunia hii. Waismailia ndio wamekamata pepo ngapi? Ufunuo 7 fungu la kwanza nimalizie. Waismailia ndio wamekamata pepo ngapi? 4. Soma. Baada ya hayo, nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizuia pepo 4 za nchi. Upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine anayetoka wapi? Akipanda kutoka mawio ya jua. Ala. Kiswahili cha kisasa, mawio labda Kenya tuna shida. Maana tukisikia mawio hatujui ni mashariki ama ni wapi. Ni kina nani wanakaa mashariki? Mawio ya juu? Mawio ya juu. Ni Waismailia. Waismailia ndio walionekana wamekamata pepo. Waismailia ndio walionekana wamekamata pepo. Ni kweli ama si kweli? Ndio walionekana wamekamata pepo. Na shida hii tunakunywa nchi ya Kiafrika imetoka kwa Waismailia. Imetoka kwa Waismailia. Manake walipoinua zile ndege 3 wakagonga Amerika, Bush alisimama akiwa na hasira. Bush akasema ya kwamba tutagonga nchi 4. Tutagonga nchi gani? 4. Nchi ya kwanza ilikuwa Iraq. Ni kweli ama si kweli? Nchi ya pili ilikuwa Arabia. Nchi ya 3 ni Sudan. Nchi ya 4 ni Russia ambao inapigana na Ukraine, si ndivyo? Nchi ya 5 ni Somalia. Nchi ya 6 ni Lebanon. Nchi ya 7 ni Iran. Ikimalizana na hiyo nchi hatujui. Mimi sitaki niwaambie ikimalizana naye Yesu atakuja. Sijui. Manake nchi ni ngapi? Ndio inafanya mafuta ipande. Bei ya mafuta imepanda kwa sababu ya vita inaendelea wapi? Na wanasema watahakikisha mafuta haiuzwi. Gari zitatumia injini. Magari mengi sasa hata pikipiki zinatumia injini ya kuwekwa change. Ni kweli ama si kweli? Ili wahakikishe wamezima wana wa mashariki. Kule nyota ilionekana ikitokea. Maana nyota inatokeaga mashariki. Hata Yesu budget ya kuhubiri. Mimi nawangoja waje. Najua dhahabu itakuja makao. Nangoja dhahabu ije. Maana iko hapa Middle East. Dhahabu nitapiga tarumbeta hamjawahi kuona. Maana dhahabu inafanya nini? Inakuja. Si Bwana awabariki. Na walinde. Na watie nguvu watu wa mji huu. Tusimame kwa kutangaza ujumbe wa malaika wangapi? Mbarikiwe.